Asante sana. Asante kwa nyimbo hiyo nzuri unayotuwekea Profesa. Asante, nyimbo kama nzuri kama hiyo ya kufungua mkutano wetu. Tunasema asante kwa nyinyi wote mnaotusikiliza. Tunasema asante kwa wote wanaofika tena magharibi ya jioni ya leo wakiwa wazima. Tunasema asante kwa dunia yote. Sifa na utukufu ni wake Mungu. Ndio nasema, mwimbaji alikuwa anasema sifa na utukufu ni wake Bwana. Hakuna mwingine tunaweza kurudishia sifa mbali yeye Mwenyezi Mungu, yeye aliyetuumba akatuweka hapa dunia, na alituumba kwa ajili ya hiyo ili turudishe sifa kwake. Ndio wandugu wasikilizaji, kwa muda mzuri tunafikia tena, ni muda wa kusikia Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo katika lugha ya Kiswahili. Kwenye studio hapa inaonekana hapa Kampala, kwenye mji wa Yohana Maria, kijiji cha Yohana Maria mzee. Kwa radio inaonekana hapa inaitwa TCC Radio Rubaga Road. Kwa majina ninaitwa Sibomana Vincent. Ndani ya studio nina dada naye aliyefurahishwa sana na kupenda kutumikia Mungu kama vile Biblia inatuagiza, kwani sisi wote tuwatumishi wa Mungu mbele za Baba, kwani sisi wote tunaongozwa na roho moja ya Bwana wetu Yesu Kristo, naye anaweza akawasalimu. Basi karibu dada ndani ya studio, tunakaribisha katika jina la Yesu. Karibuni. Asante. Kwa majina naitwa Masina Amara. Wasikizaji wote, salamu iwafikie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wa nje wa Uganda, ndani wa Uganda, salamu iwafikie. Wenye wanatufatanga kama tunatumikia kazi ya Bwana, kuko na wengine nao ni wahubiri. Diana, karibuni. Nyinyi wenye tujajua majina yenyu, salamu ziwafikie. Mungu awabariki. Kuko na venye mnapitia hata kama sisi tujui, lakini tukikuwa tukaguza kwa hii neno yenye tunanenanga hapa, najua Mungu atawafungua. Kama ni vifungo, tatizo fulani, kwa kunyenyekea na kutii na kujipa masikio sikize, Mungu atakufungua. Juu Mungu ni mkubwa. Mungu sio wa kila mmoja, wawili, watatu. Mungu ni wa dunia mzima. Na neno yenye tunanenanga, Diane, sikuache kama we vile huko. Najua hatakuwa chenye kitabadilika. Wenye tujajua majina yenyu, nao tunaomba mtupatie wakati tuko kwa maombi. Kama tumeondoka hapa, tukue tunawatia kwa maombi. Maombi ni kitu mzuri. Tumekuwa tukifunza maombi, tumekuwa tukifunza kwa neno ya maombi. Maombi ndiyo kifunguo ya mtu yoyote ameamini Yesu Kristo. Naye mwenyewe aliomba, kafika mahali akatoa jasho, akaomba akafika mahali wa kutoa jasho. Kuko na mahali alifika kaomba akanyenya binguni na ifunguki. Hata nawe naweza kuwa uko na maro umefiko naomba unanyenya binguni na ifunguki, lakini usichoke. Usiseme Mungu hajanisikia. Wakati tukiwa hapa tunanena neno, nonatia masikio nasikia. Najua tunakuanga na Roho Mtakatifu mwenye anakuanga anatangulia, ndio anafunzanga. Lazima maisha yako yatabadilika.
lazima kutakuwa na chenye kitakatika. Lazima kutakuwa na chenye unapitia peke yako ndani mwako. Lakini Mungu ndiyo mwenye nguvu, mwenye uwezo, atakuwezesha. Nawakumbusha mtu wenye mjatupatia majina, mtupatie majina yenyu. Wakati wengine naweza kuweka tatizo fulani, nti mniombe, tutaomba. Juu tunafanya kazi ya Bwana, tulipishi, tufanye chochote. Alituagiza kuhubiri, alituagiza kutumika kazi yake, alituagiza kufanya kazi yake, alituagiza kama yeye vile aliyofanya kazi, ndiyo ilikuwa kazi yake ya mwanzo hapa duniani. Alihubiri, alitoa sauti yake, alifunza, alikuwa mwalimu mzuri. Ndiyo na sisi kazi hiyo yenye tunafanya. Kama uko na tatizo fulani unapitia, unaweza kutusukumia, useme mniombee hii, tutaomba, Mungu atakufungua. Tutaomba, Mungu atabadilisha. Hata wakati huu abadilishe. Hata wakati huu kama tujaanza kipindi yetu, mawazo yote ondoa, weka ile chenye unapitia we mwenyewe, chitangulie ndani mwako kwa kusikiza, kwa kunyenyekea. Tubu, omba msamaha, jishafirishe kwake, ukomboa damu yake kushafirishe. Baadaye vyote ondoa, safirisha kwa kunyenyekea na kutii. Jitie masikio ile kinakusumbua. Kama tunahubiri, kuwa nakumbusha Mungu, utasikia kama kuko na chenye chimepunguka kwako na chenye chilikuwa mzigo, utasikia. Diana, kama unatusikiza saa hii, ni nini unapitia? Anza kujitia mbele, waanza kujiweka mbele za Mungu. Asante. Kwa majina ni Mase na Amara, na wakaribisha nyinyi wote kwa maombi. Tuombe pamoja, kwa kunena tunene pamoja. Chochote, Mungu yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye uwezo. Asante. Ndugu, endelea. Fungue mkutano. Baba mwenye ishu mbinguni, tunakuomba ushikise nguvu zako, ukuje utangulie sisi tufuate vinadamu. Baba, tuko wenye makosa, tusamee makosa yetu, na wenye tumekosea nao Mungu tumewasamea, na wenye watukosea nao tunaomba Mungu wasamee. Utusafirishe ili tuweze kutumika kazi yako. Hatuna nguvu za kufanya, tuko na vinywa, lakini Mungu vinaweza kuwa vimesema vibaya. Kutoka asubuhi mpaka wakati huu tumetumika vitu tofauti kwa mawazo. Hata kama sijasema, nimeweza kuwa nimewaza. Hata kama sijawaza, ninaweza kuwa nimefanya vitu tofauti na nimemwaga damu. Lakini damu yako ndiyo ya maana. Ikuje tuoshe, ikuje tusafirishe. Ukubali tufanye kazi yako. Sisi wenye makosa, sisi binadamu, tunakuomba Mungu. Wadada wako mbalimbali wanatusikiza kwa saa hii, watembelee Roho Mtakatifu na uwasafirishe katika mawazo, katika uzito, katika magonjwa, katika kazi. Kuko na wenye wana kazi, kuko na wenye wana cha kufanya, kuko na wenye wajui nitafanya nini kwa mbele za Mungu, kuko na mwenye ameokoka lakini hako na chenye anataka fikie. Mungu wawezeshe, Mungu wasafirishe. Wenye wanaenda kupokea wenye wanaenda kuokoka siku ya leo, nao Mungu wawezeshe kutubu mbele zako, kuwashafirisha. Wakati watapokea kuokoka, waanze kusabiwa kuwa watoto mbele za Mungu. Tumeomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante sana kwa kufungua mkutano dada, tunasema Mungu akubariki. Ndugu wasikilizaji, najua tunafika kipindi chetu cha Sauti ya Injili katika lugha Kiswahili. Kichwa cha kipindi chetu tunashimamia kwa ajili ya imani, sababu bila imani hakuna chochote tunaweza jiwezea, na imani ni kitu kikubwa sana. Mtu kitembea bila imani, ndugu msikilizaji,
hakuna mahali unaweza fikia. Sababu mtu mwenyewe ukikuwa bila imani, kama hauna imani inaonekana hauna hata matumaini. Kama una imani inaonekana una matumaini. Sababu imani na kuchukua kitu yenye inawezekana kwa ajili ya imani. Sababu mtu kama hauna imani ndani ya maisha yako, utatumika kusema acha niende, acha nijaribu niende nifanye kazi. Sababu hauna imani kama utapata, hauna imani kama utakosa. Unasema ngoja nijaribu niende kwa kazi, wala ngoja nijaribu nifanye kizi, nijaribu sijui kama itafanya, kama haita. Pale umeenda kufanya kazi ile na nia mbili zile unazo. Kuna nia ya mbaya na nia ya mzuri, hasa kufatana wewe mwenyewe. Kama wewe mwenyewe unaenda fanya kazi na hauna nia na hauna imani, unafanya wakati unazunguka, unafika mahali unaona binashindikana, unasema mimi nilikuwa nakuja kupima nione kama vitawezekana, na kweli havikuwezekana. Nilikuwa sitaki hata kukuja, sijui kitu gani nisukuma niende nifanye, kwa sababu ulikuja na nia mbili unazo. Ulikuja kwa kazi ile ama ili kufanya kitu hii na hauna imani ya kwamba itawezekana. Ndugu wasikilizaji, imani ni kitu kikubwa sana kwa maisha ya mwanadamu. Ukikuwa pale na hauna imani, hakuna mahali kwenye utafikia. Utafanya kila kitu chote unafanya, nasema unaanza patia sasa nafasi, shetani anampatia nafasi juu ya maisha yako, sababu hata mwenyewe hauna imani, na kazi yenyewe unafanya hauna imani, na Mungu mwenyewe unafuata hauna imani ndani yake, kama kenye hakiwezekani kinaweza wezekana. Sasa kutembea bila imani ni kitu yenye inakurudisha nyuma. Hasa leo tunakuja kuzungumzia kwa ajili ya imani. Mungu anayotaka tumwamini yeye peke yake, sababu Mungu ni Mungu mwenye uwezo, Mungu ni mwenye mamlaka, Mungu ni mwenye nguvu nyingi, ni Mungu aliyekuumba. Imani weke kwake. Ukikuwa na imani mbele za Mungu, hakika chochote chenye unatarajia kitakufikia, na chochote ulikuwa unahitaji utakipata kwa ajili ya imani. Ndio kwa maana anasema imani bila matendo nayo ni bure. Imani bila matendo ni bure. Namna gani? Sababu ukitumika tukisema niko na imani, lakini ile imani yako hauitie matendo, nayo haiwezi kufalia. Na matendo yenye haina imani nayo haiwezi kufalia. Inaonesha kama vyote vinatembea viwili, imani na matendo. Hasa leo tunazungumzia imani kwa ajili ya imani, kusudi sisi imani yetu tuiweke ndani ya Mungu, sababu ndio Mungu ataweza kutuwezesha. Chenye kwa tunaona ni kikubwa mbele zetu, mbele za Mungu, kwa imani tutaweza kukifikia. Na wakati uko na imani, useme mimi niko na imani, ndanunua gari. Unakuwa sawa wale watu wenyewe wanadanganyika, wakiwadanganya sema Mungu anaweza kufanyia muujiza, anaweza fanya muujiza. Unaona mtu anatoka kule na gari, anasema ndugu nakupatia gari. Hasa naona bakia katika imani ile, nasema mimi sitatumika, kazi yangu mimi ni kushinda kanisani, sababu ninaweza pata muujiza, inaweza nifikia. Kunatoka pale niko natoka kanisa, nakutana mtu mwenye kana sumbuka, anasema gari hili nakupatia. Na ule mtu hata kupatia ile muujiza kikuja, anakupatia gari na haujui jinsi na hauna mahali kutatosha mafuta. Sasa ile gari itakufalia nini? Si mwisho ile gari itakuweka katika vishawishi, na ile gari uende utaihusisha. Kwa sababu ile gari hata ukipata kwa miujiza na wakoneshe jinsi ile gari unaweza itumikisha, ukikuwa na mahali kuoneza tosha mafuta ya kutia ndani ya gari kusudi itembeze, ile muujiza haiwezi kusaidia. Basi ninakuomba ndugu msikilizaji mwema anayesikia, imani yako iweke katika matendo. Kama unaamini kama Mungu anatenda, tembea katika imani, katika neno lake ambao anasema atabariki kazi ya mikono yako.
kazi ya mikono yako, kuwa enda fanya ile kazi ukiwa na imani. Mungu ndimo atabariki kazi yako ile ya mikono, sababu pale maandiki itakuwa imetimilika. Wakati unafanya kazi na Mungu anaona huyu mtu iko na imani, anasema ngoja aanzie na ile 100 anayo, ama aanzie ile mtwaro moja yenyewe anayo, inaweza inafika kwa mitwaro 2 ama mtwaro 1.5, ama ndani ya ile mtwaro yake ndiye anaweza tosha gari yenyewe anatarajia kuja mbele. Unasikia? Sasa ndio nataka kuambia imani yako iweke katika matendo, na katika matendo chenye unatenda kitende ile kitu kwa na imani ya kwamba kitawezekana. Kuwa na imani ile mtwaro yenye uko nayo naweza ikamata na ipeleka kuilangula kitu yenye unataka nunua, baadaye unakiuzisha, unapata ama mtwaro 1.5 kwa ajili ya imani. Kwa imani nasema mimi niko na mtwaro yangu, kwa imani hii mtwaro ndio ndatoshaka ndani nyumba. Mungu atasikia ile imani yenye uko nayo kwa ajili ya Mungu, na maombi yenye unaenda kuweka, unasema Mungu, hii ndio mtwaro ninayo, ninakuomba Mungu uibariki, sababu nisema utabariki kazi ya mikono yangu. Mungu niongoze mtwaro hii nifanye kazi gani? Ukiomba maombi na imani, hakika utaenda kununua. Utakamata ile mtwaro, unaiona ni kidogo, Mungu anakujalia, unaenda kununua kile chenye ulikuwa unatarajia kununua, na unaona Mungu anakubariki ndani ile. Unaona unafika kwa kile kitu ambayo ulikuwa unatarajia kufikia kwa ajili ya ile mtwaro. Ndio kwa maana kwambia bana, Biblia inasema ukiwa na imani unaweza sema mlima hii itoke, na mlima inatoka. Yesu ndiye aliambia wanafunzi wake, mungelikuwa na imani tu kidogo kama mbegu ya ardani, mungesema mlima hii itoke hapa, na mlima hii inatoka. Kwa ajili ya imani. Na ukikuwa na imani ukasema hii mtwaro hii ninayo, yenye ninayo ndani ya mikono yangu, ndio ya maisha yangu. Usishinde unaipeleka kwa mfumo, wala usipeleke kwa ule pastere mdanganyifu na kwambia ile mtwaro anza itoshea tena upande iko mbegu kusudi uende kuanza kazi. Hapana, kamata ile mtwaro na imani, uinue mikono ya Mungu, naambia Mungu niongoze mtwaro hii nifanyishe nini, nilangule mkitu gani? Utaona Mungu atakujalia, atakuongoza. Unaweza nunua tomate, ama unanunua kitu yenye unaangalia inaweza kusaidia, baadaye ile mtwaro inazaa. Unaona faidikia, unapata chakula, unapata nafasi ya kulala, unapata mavazi kwa ajili ile mtwaro, na maandiko pale natimilika. Na wakati unaenda kuomba unasema, asubuhi na amko unasema, Mungu ulisema utabariki kazi ya mikono yangu. Mungu nakushukuru kwa usiku wa leo mnaoamka, kwa kunilinda mimi pamoja na jamaa yangu, kwa kunilinda mimi pamoja na watoto yangu. Mungu ulisema utabariki kazi ya mikono yangu. Baba, kazi yangu ndio hii. Usiogope kumwambia, ninakuomba Mungu nibariki kwa kazi hii. Mungu nipate ndani chakula na kuweza kutunza watoto yangu ama jamaa yangu, kwa ajili ile mtwaro. Sababu Mungu umempatia kazi. Utaona kazi, unaenda fanya kazi na Mungu atakubariki. Unasikia? Ile ndio nasema ile imani, tujenge katika imani. Imani yetu tuiweke kwa imani. Na ndio kwa maana Biblia inasema tukiwa na imani, sababu imani inaumba, imani inajenga, imani inainua. Imani ni kitu kikubwa. Hasa tumwaminie nani? Tumwaminie Yesu Kristo. Kwa kazi yenyewe unafanya, amini tu ndani, aminia Yesu Kristo, sababu kitu chochote kitawezekana katika jina la Yesu. Unasikia? Sasa ndio kwa maana Yesu anakuambia nini? Anakuambia amka. Amka, imani yako iweke katika jina la Mungu, jina la Yesu Kristo, katika neno la Mungu. Aminia katika Mungu, utaona vyako vitakuwa vyepesi. Ndugu msikilizaji, basi ninakuomba leo tutasoma, nilikuwa nataka tusome Isaya sura 16, tuanze kwa mstari wa kwanza mpaka kwa mstari wa 6. Tusikie Mungu anataka sema nini
nasi katika magharibi ya leo. Wasikilizaji, mtege wasikio popote ulipo. Kama na Biblia, tuendelee sisi wote pamoja. Fungua Biblia yako, tuchangie neno hili ambayo yenye Mungu aliweza kutujalia ya kutusaidia katika magharibi ya leo kwa chakula hichi cha chakula cha roho. Dada, tusome kama umefikia. Isaya 60. Amka ungae, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umepambazuka juu yako. Maana tazama, giza litafunika dunia, na giza kubwa litafunika makabila ya watu. Lakini Bwana atapambazuka juu yako, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa watatembea kwa nuru yako, na wafalme kwa kukunga kwa kupambazuka wako. Nyanyua macho yako pande zote uone. Wote wanakusanya, wanakuja kwako. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa kwa nyonga. Ndipo utaona na utangaziwa, na moyo wako utatetemeka na kupanuka. Kwa wingi wa bahari utageuzwa kwako. Utajiri wa mataifa utakuja kwako. Wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana za Midiani na Efa. Wote Seba watakuja, wataleta dhahabu na uvumba, na watatangaza sifa za Bwana. Umesema nifikie 6. Asante sana dada. Unasikia ndugu msikilizaji, anasema ondoka uangaziwe. Pale nimesema amka, umeangaziwa. Amka waangae, waangaziwe. Amka waangaziwe. Unasikia anasema amka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekusukia. Mungu anasema sasa, ndugu msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa umelala, wewe ulikuwa na msingizi mnono, wewe ulikuwa umeweka imani yako mvitu ambayo havielewekane, ulikuwa unatembelea katika giza, ulikuwa unatembea unaogopa nuru. Hasa leo nakwambia amka, wewe ambao ulikuwa umelala, kwa maana nuru yako imekuja. Nuru ni ya wapi dada? Nuru tukisema nuru, mwangaza. Nuru ni nini? Mwangaza. Na mwangaza ni nani? Mwangaza ni Mungu. Mwangaza ni nani? Mwangaza kiaje? Ni nani? Simjui jina. Wewe unaweza uendelee utuzungumzie. Mwangaza ndiye Yesu Kristo. Ndiyo. Sio ndiye mwangaza. Wakati tunatoka kwa giza tunaenda kwa nuru. Ukitoka kwa giza ukikubali Yesu Kristo unapokea Roho Mtakatifu. Ukishapata Roho Mtakatifu unakuanga kwa nuru. Unakuanga kwa mwangaza. Yeye ndiyo
Yeye anawakanga bila kuzima. Na ukishatoka kwa giza, urudingi kwa giza. Ukishapokea Roho Mtakatifu, ukishapokea Yesu Kristo, hapo ndio wanatuambia nti sisi wote tuamuke. Wenye wamelala, unaweza kuwa umelala kwa usingizi tofauti. Unaweza kuwa umelala bila kuamini Yesu Kristo. Unaweza kuwa umelala wakati unaona wewe nyumbani wanasemanga huyu hataoreka, huyu hatazalia pale. Hiyo nayo inaweza kuwa umelala. Unaweza kuwa umelala uko kwa pombe unalewa kila siku. Nayo unaweza kuwa umefanya nini? Umelala. Unaweza kuwa umelala uko kwa kusema umetafuta pesa sana na upokei. Unasema wacha niende pengine nianze kutafuta pesa ya haraka. Hapo nawe utakuwa umefanya nini? Umelala. Unaweza kuwa wewe umelala, umetafuta mtoto miaka mingi na upati. Unaweza kuwa wewe umelala, ulisoma huko na makaratasi ziko nyumbani lakini zimelala. Unafika mara unafikiria, unasema mimi nitafanya nini? Nitafanya nini sai? Huko kwa unafanya nini? Unalala. Lakini sasa imetuambia ndi amuka. Kama huko na tatizo unapitia, wewe umesoma umemaliza miaka mingi na hujapata kazi, wewe ni mwanamke umekaa bila kuoreka huko kwa ndoa, huko nyumbani kwenye kila mtu anakuchekelea, amuka mtafute. Jua hiyo anakuambia wewe amuka. Chochote chenye unapitia amuka. Huko kwa urevo na reva, wewe ni muuaji, wewe wanakujuanga wewe ndio muizi kabisa kabisa. Hakuna chingi chana kushindanga hata kama ni mabanko na bomoa. Unalala, amuka. Asante sana. Ndio. Tumesikia ya kwamba neno nasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Tunaenda kuangalia nuru ni nani? Nuru ndio Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, yeyote alikuwa anatembelea katika giza, leo neno linakwambia uamke utoke katika giza kuja katika nuru. Sababu anasema nuru yako inakuja. Nuru yako inakuja kwako, ambao mwenyewe ulikuwa umelala katika usingizi mnono, ambao ulikuwa unafurahia usingizi. Unajua ulikuwa unatembea katika giza, ambao wenyewe ulikuwa unatembea katika giza ni mtu yule ambaye anaogopa. Nasema mimi siwezi kuamini yule Yesu Kristo, mimi niko katika dini yangu, mimi siwezi kutoka katika dini, ni yule uko katika usingizi. Hasa nakwambia leo neno nakwambia amka wewe ambao unalala, ya kwamba nuru yako imekutokea. Nuru inakuja kwako. Tunatangaza nuru. Ukiamini neno hili unakuwa umekaribisha nuru kwako, na giza enyiko katika ndani yako itaweza kuondoka. Giza ikisha ondoka, utatembelea katika nuru, na chochote chenye unafanya utakifanya katika nuru, na chochote chenye utafanya utaweza kutoka katika usingizi. Sababu wakati uko katika giza unakuwa katika usingizi, hauone. Sasa wakati Yesu anakuja ndani mwako, ukiamini huyu Yesu Kristo, unamkubali, anaingia ndani mwako, anakuwa kuangazia ndani mwako, na giza itaweza kutoka. Sababu chochote ambacho ulikuwa unafanya ambacho kenye akifurahishe Mungu, hakipendeze Mungu, chenye akirudishie Mungu utukufu, yote ni giza. Lakini Yesu leo anakwambia amka wewe ambao ulikuwa umelala, kwa kuwa nuru yako imekukujia. Anasema na utukufu wa Bwana umekuzungukia. Wewe mwenye ukishatoka katika giza, utukufu wa Bwana utaanza kuzungukia. Utukufu wa Bwana utaanza kuonekana. Mwenye ulikuwa unatembea katika giza utaanza kuonekana mchana, sababu kwa mwana wa nuru, hauko tena mwana wa giza. Chochote mwenye anakuomba na mwenye chenye unaenda fanya, mtu atakutumainia. Anasema huyu nikimpatia kitu atanipatia, atanirudishia. Ndio. Sababu ulishakuwa mtoto wa nini? Wa nuru. Lakini kama uchingali katika giza na hakuna baraka unaweza pata katika giza, kila mtu anasema au nataka patia ule, nataka tumania ule hata kulipa. Sababu wewe uko mtoto wa nini? Uko mtoto wa giza.
Lakini ukisha kuwa mtoto wa nuru, chochote chenye utafanya kitakuwa kinarudishia Bwana nini? Utukufu wa Mungu itaanza kuonekana kwako. Ndiyo. Na yote kila mtu atakuwa nakutumainia. Na mtu akikutumainia, na njoo baraka zako zinakuwa zinafunguliwa. Ndiyo. Sababu ukienda kujikopa, kwa mfano ukienda jikopa, utarudisha. Wanajua ule hawezi fani. Ndio kwa maana unaweza kusikia murokole. Murokole ule hana shida basi. Akikuomba kitu mpatie bila shida. Ndiyo. Kuko kwenye nilikuwa nazunguruka leo, kuna baba mmoja mwenye nimekutana naye akaambia mwenzake, uko na pastor. Hii pastor anataka kufundisha tu, anataka kufundisha neno la Mungu. Lakini pastor huyu anaweza kufundisha neno la Mungu na anataka uende na uokoke. Ndiyo. Na ikana kudanganya ose uokoke. Ula alimrudishia akamwambia hapana. Kwa sababu huyu pastor hawezi nidanganya. Ndiyo. Hawezi nidanganya. Akisema niokoke kweli, kana niambia ni kweli. Ndiyo. Nikajua pale kumbe ukikuwa kama ukisha toka katika giza, kila mtu anakuona, anaona huyu hawezi nidanganya. Huyu hawezi nifanya kitendo kibaya, sababu umekwisha kuwa kiumbe kipya. Ndugu, nataka kutangazia kitu ya kusema nti unakuanga kiumbe kipya. Wakati unapita ukifanya mambo za ukitembelea kwa giza, ile giza kuko na kitu chenye wanasemanga, kama tuseme wenye wanakujanga kwa mkutano wa Friday kukata nira. Unaisikianga? Nataka kutangazia yako mwenye ajaokoka, kuko na wakati wanasemanga nti maroza katariwa. Maroza katariwa, kama wanaomba nti wanakata maroza katariwa. Kuko na wakati ukiwa tuseme umeanza kukua muizi, ulianza ukirewa, kama we ni mwanamke unafanya usharati, kila mwanaume mwenye anakaribianga anakujanga na yeye ako na vifungo zake. Kile kifungo chenye chiko na yeye, ukilala na yeye mnagawana atokiwa mwanaume. Sasa hizo vifungo kianza leo umeenda na mimi, kesho umeenda na mwingine, siku nyingine ukaenda na fulani, uko na chenye unachukuanga kwa ure, unachukuanga kwa fulani, unachukuanga kwa mtu mwingine, na muizi naye anakuanga hivyo. Ukienda kiiba hapa, unachukuanga vitu zenye umeiba, aidha naye alikuwa ameibianga mtu, nazo ziko kwa giza nyingine, nao unagawanya, unasanyiko na kuja na ile giza unaongezea kwako. Unaenda kwa mwingine unaiba, mahali nao umeenda kuiba naye alikuanga na ile shida, ama amekuwa kwa nira ya uizi, naye mnagawana, unachukuako kwa yake unaleta kwako. Unaona? Sasa giza naanza kufanya nini? Unaanza kuongezea giza. Ndiyo mwana wa Mungu mwenye amekubali Yesu Kristo, ukihubiri Yesu Kristo, ukiakilisha watu kuokoka, unaongezanga Roho Mtakatifu nguvu. Ukiwa kwa giza, ukiiba, unagawana kwa kujuna mwenye umeenda kuibia naye vitu zake zinakuanga naye aliiba, ama alichukua kwa njia yenye iko mzuri, unachukua giza yake unaongezea kwa yako. Sasa inaanza nayo kujaa, ile mbegu inaanza kumea vizuri. Na wewe mwanamke ukienda kutafuta mwanaume mwingine, leo ukienda na huyo, ukienda na fulani, unakuanga na giza yenye unachukuanga tofauti, na mwanaume hivyo. Sasa hiyo yote ikishamaliza kujaa vizuri, ndiyo kunatokanga kunasikianga nti niko na roho za kukataliwa. Nikifanya hivi, mimi nikienda mahali hawanipendi, wanasemanga huyu tuondokee, huyu aende. Lakini wakati unaokoka Yesu Kristo, unawacha ile njia yenye ulikuwa unashikanga unatembeleanga ndani, kama ni uizi, kama ni usharati, kama ni vitu tofauti venye ulikuwa unafanyanga. Wewe ni muuaji, mtu mwenye umeua, aidha naye familia yake ilikuanga na ile nira ya kuwa watu, unachukua naongezea kwa yako. Na yako nyumbani mahali umekomara, nao walikuanga uko na wenye waliua watu. Sasa inaanza kuzaa na kujaa dunia. Sasa ni wakati unasikianga nti niko na roho ya kukataliwa. Juu vile vitu zenye umekuwa ukichukua tofauti mbali inakuanga, sijui kwa Yeremia
33. Kama mwenyewe ukikuwa na wakati endako kule usome kuone venye uliochukua tofauti mbali zimekuwa mzigo kwako, zimeanza kuwa mzigo. Unaenda mahali wanakukataa, unaenda kazini kuomba kazi wanakukataa, juu uko na chile chenye chiku chinakuletea kukataliwa. Nyumbani kwenyu walikuwa wanafanyanga uganga, na we mwenyewe umeenda kwa madaktari wa kinyeje umeleta. Sasa ile yote chinajenganga maroza kukata, unaanza kujaza maroza kukataliwa. Sasa ndio wakati unafikanga wanasikianga nti nikienda mahali mimi wananikataa, nikiwa kazini mimi ndio wanachukianga, nikifanya hivi ndio mimi zangu ziendangi vizuri, nikikuwa na marafiki zangu wananichukia, wananiroga. Juu nyumbani mmekuwa kwa uchawi, mkifanya uchawi. Sasa zile maroza ya kukataliwa ndio zikaanza kufanya nini? Kujenga, zikakuzunguka. Ndio wakati unaokoka kukubali Yesu Kristo aingie kwa maisha yako, ndio naonanga wenye wako wanakupenda wameanza kurudi kukupenda. Wewe ulikuwa unatafutanga kazi hapatikani, zile maroza ya kukataliwa zimefanya nini? Zimekuondokea. Juu umekuwa mtoto wa mwangaza, ufanyi mambo za uizi, juu shetani anapendanga venye vimeharibika. Kama unaacha hiyo njia tu, umekuwa msharati sana. Ukiiacha tu zile maroza ya kukataliwa, maroho hizo zote zinaenda na ile yenye ilikuwa inakusukumanga inakuondokea, na zinazimika na zinachomwa na zinaenda kuendanga. Ndio maana tunakuanga na maroza ya kukataliwa. Kila mtu mwenye ako na roho ya kukataliwa, angalia njia yenye unatembea. Nyumbani kumekuwa kwa uganga, wewe ni msharati, wewe ni mwizi, jua hapo kuna maroho zenye umechukua tofauti zimeanza kuwa mzigo kwa maisha yako. Asante ndugu. Mstari wa 2 anasema, maana tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Unaona Mungu anasema nini? Tazama, na giza itafunika, giza itakufunika wewe mwenyewe, itafunika dunia yote, itafunikiwa na giza. Sababu dunia yote ikikuwa inafunikiwa na giza, watu hawaone nuru. Hata nuru kikuja kwao, wakiwatangazia nti Yesu Kristo ndiye nuru, Yesu Kristo ndiye njia na uzima na ukweli, watu hawatamkubali. Wanasema hapana, mimi niko vizuri, mimi nina macho ninaona, giza iko wapi kwangu? Mimi sinakuona wewe mwenyewe, tunatembea pamoja, wala si wewe haiku unavaa hivi na hivi. Kama nilikuwa katika giza ningekuona. Unasikia? Anasema dunia yote imekwisha kufunikwa na giza. Ndio. Hasa Mungu alipoangalia dunia yote imefunikwa na giza, ndio wakati akasema mwanga ikue. Mwangaza ikakuwa. Wakati mwangaza ilikuwa, Mungu alianza kuumba mbingu na dunia. Ndio. Na ndio kwa maana wewe ukikuwa katika giza hauwezi angalia vya mchana. Na kwangu umechanganywa kama mwanzo dunia vile, kama dunia vile ilikuwa mwanzo, maji ilikuwa dunia ilikuwa imejaa maji, ilikuwa imejaa na kuko giza. Akasema nuru ikue, ikakuwa nuru. Akasema nuru ikue, nuru ikakuwa. Mungu akaanza kufanya kazi na anaona kufautisha. Alisema sababu nini giza wakati ilikuwa nyingi, Mungu angeliangalia. Akasema mchana iwe nuru, iwe nuru, ikawa giza ikapotea. Na wewe wakati unamwamini Yesu Kristo, ndio giza inapotea ndani yako. Nakuanga kama mavazo, nakuanga kama manguo machafu umevaa. Wakati unampokea unavaa manguo mazuri. Kwa mfano kama vile mtu kisha maliza kunawa, wakati unatoka kukoga, hawezi vaa tena nguo ambayo yenye ilishinda ndani nayo kutoka asubuhi. Unavaa ingine tena mpya, anakuwa kiumbe kipya. Sababu ulikuwa ile mfano ya kunawa ni mfano kwa katika kiroho, ndio tubu
Ndiyo. Wakati unatubu unatosha dhambi, Ndiyo. unakuwa kiumbe kipya. Ndiyo. Sasa na Mungu wakati alikuwa ameumba mbingu na dunia, alianza kusema nuru ikuwe, sababu giza ilikuwa nyingi sana. Ndio kwa maana hapa anasema tena, kwa maana anasema, maana tazama giza litalifunika dunia na giza kuu litalifunika kabila za watu. Ndiyo. Giza ikikuwa ndani yenu, kwa mfano giza ikikuwa katika jamaa yenu, kama Ndiyo. ile nyuko unazungumzia, unaweza kuwa katika jamaa, ile jamaa imekwisha zunguka na kwa wafumu. Ndiyo. Nyinyi wote kwa ile jamaa na mtakuwa wafumu. Ndiyo. Kwa sababu kama imeanzia kwa jaja, Ndiyo. itaendelea kwa baba. Ndiyo. Na baba naye ipeleke kwa mwana. Ndiyo. Na mwana naye ipeleke kwa mjukuu. Na mjukuu ichukue kwa mjukuu mwingine. Na mjukuu ipeleke kwa mjukuu mwingine. Unasikia kwa ile unasema katika jamaa ile. Unajua mwele jamaa wao ni warozi. Katika Ndiyo. Jamaa wale ni wafumu. Ndiyo. Sababu wanawaita wafumu sababu nyinyi wote mnatembea katika giza. Ndio kwa maana katika taifa zote, ndiyo, kabila zote zitafunikiwa na ile giza. Ndio maana kuna wengine wanatokanga Ulaya, ametoka Ulaya anasema amekujako nyumbani kwa kijiji atengenezeko wale wa mashosho wenye waliokufa. Juu ukimuuliza nimekuwa Ulaya, vitu zikuma zinaniendea mzuri. Sasa nimerudiki nyumbani ndio niwatengeneze, halafu nifanye nini? Tena nirudi kule. Sasa hakuna shaitani chenye najuanga kwa shaitani, ashibangi, atoshekangi. Ukimtengeneza leo, ukijinja kuku, kesho atakuomba mbuzi. Leo umejinja kuku, kesho atakuomba mbuzi. Kesho kishamaliza mbuzi atakuomba ngombe. Ngombe kijimaliza hata na mtu atamukutuma ati niendo niletee nini? Muntu nao jinje. Juu yeye ashibangi. Damu yenye anakunywanga ashibangi. Alikuja kuua na kuiba na kuangamiza. Hata kimutengeneza leo, utamutengeneza na wajukuu watamutengeneza, mutabaki kwa nuru. Akianza kuona sasa maroho za kataliwa zimeanza kuamuka kazini, makazi zimeanza kuchanganyikiwa, au kumjua hapo, jichungulie. Tena ndugu, kuna kitu kingine, mtu anamaliza kusoma, anamaliza miaka bila kazi. Ukimuuliza kwa nini? Masiku zijafika, itakuja tu. Hapo jua kuna nguo yenye umevaa yenye uvai kuvaa. Hapo jua huko na damu yenye unatafuta, yenye unataka Yesu Kristo akuje kwako na damu yake kushafirishe. Aidha kazi fanye nini? Ipatikane. Usijipatie muda wa kugojea, tafuta Mungu. Ile ndiyo giza. Ukikuwa katika giza, nasema katika kabila yote ya watu watakuwa katika giza. Hasa giza inafunika watu. Giza inaacha watu hawafikii ambayo ahadi yenye Mungu aliwaahidia. Sababu ukikuwa katika giza unachukia nuru. Ukiona mtu akichukia nuru, ujue ule mtu ni wa giza. Ndiyo. Anaogopa nuru kwa sababu hapendi matendo yake mabaya iweze kuonekana. Lakini we kama wewe unaogopea matendo yako mabaya kuonekana katika nuru na uchingali hai, usifikiri kama ile matendo yako itaenda kuonekana ipate nuru na ukishafariki. Hapana. Wewe chingali hai, ndiyo matendo yako ukiitia katika Kristo, matendo yake itaonekana na ile matendo yake itazamishiwa katika Kristo. Hasa Kristo aanze kukuangazia, njoo upate kufunuliwa, uanze kujua hii ndio matatizo ilikuwa inaniletea, ili unatengeneza. Hii ndio ilikuwa inaniletea shida, unatengeneza. Ndio kwa maana kwambia, anasema hapa, kwa kuwa giza imekwisha, anasema maana tazama giza itaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu. Anaendelea, mbali Bwana atakuzungukia wewe na utukufu wake utaonekana
juu yako. Ni wewe mtu mwenye ukishatoka katika giza, utukufu wa Bwana itakuzungukia, sababu ulinzi unapata ulinzi, sababu uko mtoto wa nuru, hauko tena mtoto wa giza. Ndiyo. Kama uko mtoto, ukisha kuwa mtoto wa nuru, utukufu wa Bwana itaanza kuzungukia. Ataanza kupigania mitego yote ambao wanakutega, wataiweka usiku, lakini utaikuna iona mchana, sababu uko mtoto ya nuru. Hata wakutega kitu chote yenye nakutega barabarani utakitambukia. Hapa ukitia ndani ya juu ya mlango yako, sababu wewe ni mtoto wa nuru, utaona, utapita. Baadaye mwenye atoka nyuma yako apate ile matatizo. Ndiyo. Nasikia. Sababu wewe uko mtoto wa nini? Wa nuru, hauko tena mtoto wa giza. Ndio wewe nakwambia, mataifa yote watafanya, watakuwa katika giza. Lakini wewe nasema unaikuja katika Bwana, mbali utukufu wa Bwana itakufanya, itakuzungukia. Mungu atakulinda, Mungu atakuchunga, Mungu atakuwezesha, Mungu atakupigania. Matatizo yote ataipigania. Shida zinazotokea Mungu anazijua, sababu umekwisha kwa mtoto. Wenye walikuwa wamekukataa wataanza kukuja, wataanza kukupenda, watakupenda kabisa. Ndiyo. Na sio kupenda ya uongo. Wataanza kuona chenye ile mavazi kama umeondolewa na Mungu, ameiondoa. Wataanza kuona mtu mpya, si ile sura yenye walikuwa wanaonanga ya zamani. Wataona wenye walikuwa wanagombananga nao. Ndio maana tunawaambianga, tunawakumbushanga nti wakati umeokoka kiamini Yesu Kristo, na unaona njia zenye ulikuwa unatembeanga bado ndizo zenye unatembea paka wakati huu. Ukaona vile venye ulikuwa ni vile wewe uko bado hujaona mafanikio kwa maisha yako, hujaona chenye unaona kimebadilika, jua jaamini Yesu Kristo wa ukweli, jua japokea Roho Mtakatifu. Juu yeye kimwamini, ukipokea Roho Mtakatifu, hii tunawakumbushanga kila siku, huwezi kubaka vile wewe uko. Huwezi kubaka kwa maisha yenye ulikuwa unatembeanga. Huwezi kutembea vile nyumbani walikuwa wanakujuanga. Huwezi kubaka ukiwa msharato, ukiwa muizi. Huwezi kubaki kama wewe ulikuwa wanakukataa nyumbani, wanakukataa marafiki, wanakukataa ndoa yako imevunjika. Huwezi kubaka vile wewe ulikuanga. Hata kama ni mama Iniro mwenye alikuanga na kunyanyashanga, mwenye alikuanga na kutupianga kila siku, anakukana na kufanya vitu zingezeleweki, utaona mabadiliko kwa maisha yako. Lakini kama hujaona hiyo mwangaza imeingia kwa wenye walikuwa wamekuchukia, unabaki unafanya vitu kama hizo, unagombana, urevo naona ukijificha, unapitia vichochoro, jua japokea Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwangaza haiwezi kuzima. Yesu Kristo ni mafuta yenye unaweza kujipaka. Yesu Kristo ni karfua yenye naweza kunukia adui yako, anaanza kusema yenyewe, nisamee ndugu yangu, nisamee kaka, nisamee dada. Mama Iniro atakuja kwako akwambie, nisamee msichana, nisamee mtoto wangu, rudieni. Utaona vitu zingine zitakuwa mpya, ujue umejengwa mpya. Lakini kama hujaona hiyo mabadiliko na mafanikio, jua hapo japokea Yesu Kristo wa ukweli. Hiyo ni tunaweza kuambia ndugu. Amesema hivi, mbali Bwana atakuzungukia wewe, utukufu wake itaonekana juu yako. Mstari wa 3 anasema hivi pale kwenye nazungumzia, na mataifa watajia nuru yako. Unaona, hata mataifa wote watakuja kwako, sababu wataanza kusikia Vincent alikwisha kwa mzuri. Roho Mtakatifu mwenyewe anawaleta juu yako ndani mwako, anaanza kuwavuruta, anaanza kuwaonya shanti, hapa ndio kuko na kizuri. Hata wenyewe walikuwa wamenichukia, wataanza nipigia simu. Hata watoto wa yomba yangu, hata wayomba yangu, hata wa baba hata watoto wa dada yako na watoto wa dada yako, wale wote wataanza kutafuta. Ndio. Pate simu. Pate simu yako, sababu anasema hata na wafalme wote, vijiji wote watakuzunguka wewe. Mataifa wataona nuru yako kiwakia, sababu wewe umekwisha kuwa mwangaza.
utaweza kuangazia ndani ya jamaa yako. Ndiyo. Unaweza kuwa umeokoka wewe peke yako ndani ya jamaa yako. Wakati ulipopokea Yesu Kristo, umeanza kudharauliwa ndani ya jamaa. Lakini wakati umempokea Yesu Kristo, umekisha katika nuru, wenye walikuwa wanakuchukia, hata kulikuwa karamu zinafikia, hawataki kukualifu kukupigia hata simu, kwa sababu wanasema ule watampigia simu atawasaidia nini? Ndiyo. Acha tufanye vitu yako. Mimi niko na bibi ya ndugu yangu, tulikuwa tunasikizana. Na nilikuwa najua na wakati wakikwambia nitamekufa, hawezi kunipigia na simu aniambia nitamefanya nini, amefariki. Lakini wakati niliokoka, nilikuwa najua, mimi niliombanga, nikajitukuza kwa Mungu na yeye nikamuombea mazuri. Wakati nilichukua simu nimupigie, nilimwambia sister, mimi niliokoka. Nilikuwa najua hata akijua tu ni sauti yangu, na yeye simu atafanya nini? Atakata. Na mimi kisikia sauti yake nakata simu. Lakini najulia Mungu, hata kama mandugu mapendwa mwenye mko hapa mnatusikia saa hii, wakati ukiokoka, usikue na chenye umebakisha ndani mwako, yote ondoa. Wenye waliokukosea wapende, waombee mema, watakie mema. Wakati nilikuanga kwa maombi, nilikuwa na waombeanga usiku mchana. Lakini wakati tulikuwa kwa kanisa wakasema mwenye ameokoka saa hii na nyumbani mlikuanga kama wakujui ndio uliokoka, bado wanakujulia kwa ile ya nyuma, ndio wakati wa kuwapigia simu ama kuelezea ndio umefanya nini. Kulikuwa wakati walitoka kule kufanya nini, ilikuwa matanga, wakatangazia hapa. Ndugu, nilichukua simu, nilitoka hapa, nikasema Mungu ni asante. Nilimwambia ni asante. Nilichukua simu kwa furaha, nilichukua simu kwa upendo, nikamupigia simu, nikamuuliza habari, hati mzuri. Nikamwambia yote imefanya nini, imeisha kwa maisha yangu. Mimi niliokoka, nikaamini Yesu Kristo. Sina ya kusema wakati tuko na utegano mimi na wewe ama tunabishana. Nimekupigia simu ya furaha, nimekupigia simu ya upendo, nimekupigia simu ya kuambia kama nilikukosea nisamee, na mimi nimefanya nini, nimekukosea, ukatengeneza. Aliniambia dada, niko kwa kanisani, nikishaondoka kurudi nyumbani nitakupigia simu. Na mimi vile kama tunafunza imani, nilikuwa na imani vile amepokea simu yangu akasikia, nikamwambia nimeokoka, niliokoka, sio ule wa zamani, mimi ni mwingine. Wakati huu nilijitengeneza na Mungu, nikamuomba msamaha. Nilikuwa na imani lazima atanipigia simu. Ndio. Alimaliza, kafika nyumbani, akakaa chini kwa kunyenyekea na kuti, akanipigia simu. Akaniambia ni nani mwenye anaweza kukataa mwenzake? Hiyo yote ni bure. Unasikia? Aliniambia hiyo yote ni nini? Ni bure. Sisi tuwezi kukukataa. Mtu mwenye anaweza Mungu ndiye anaweza, mwenye aliyo kuumba duniani ndiye anaweza kukataa. Lakini mimi binadamu hawezekani. Wakati huu tunapigiana simu, tunafurahia. Tuko kwa ingine. Hakuna vile na yuko na msichana wake naye alikuwa anaulizanga kama tumekiti hapa, napigia mtoto wa dadangu, anamuuliza. Lakini huyo unamuonanga, anamwambia yenyewe namuonanga, hako aje. Yote ni furaha. Uwezi kubaka wewe vile huko. Ndio. Amesema hapa tena, amesema maana mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujua mwanga wa kuzunguka kwako. Unasikia? Mataifa ni wale watu wenyewe walikuwa wakupendi. Mataifa Ndiyo. Ni wale wenyewe wanakupiganisha wakati unaamini. Ndiyo. Mataifa ni wale watu wenyewe hawajamtambua Mungu. Wenye wanasemanga huyu hawezi kuokoka, amefanya mingi huyu. Mataifa, wakati mataifa sasa nao wakishatazama, wakishajua kama huyu ni nuru, alishapokea Yesu Kristo, alishaokoka. Ona, anasema na wafalme nao wataujia, hata nuru ya kizunguka watakujia, wataangalia nuru yako, wakatakuja kwako, wakizunguka kwako, wakitafuta na wewe. Sasa wewe ndugu msikilizaji unasikia, wewe umeamini Yesu Kristo, lakini chingana tembelea katika njia mbaya, ujue haujakutana yenyewe.
Anza kwanza wewe ubadilike, ukishabadilika ndio utaweza kuwabadilisha wale wenzako. Nuru ianze kuwakia kwako, sababu utaweza kuwa nuru kuwakia jamaa yako, utaweza kuwakia taifa lako, utaweza kuwakia nyumbani mwako, utaweza kuwakia mke wako, unaweza kuwa nuru juu ya mume wako, unaweza kuwa we mtoto kuwa nuru juu ya wazazi wako. Wewe ukianza wakia ndio utaweza kuwakia, utaona watu watakuwa na tafuta kwa nuru na wanaokia wenzao. Utaona kama taifa yote we mwenyewe unaiwakia mtu mmoja, kama vile Yesu alipokuja hapa dunia. Yesu alikuja kutuwakia sisi wote ambao walikuwa katika giza, sisi wote tumempokea katika nuru hii. Ndio kwa maana nasi tunaangazia, ukishaangaziwa ni unaangazia wenzako. Ndio nasema wafalme wote watakuja kwako, wakizunguka kwako, wakutafuta mchana usiku. Na kitu kingine, wakati niliokoka, kuna vitu vingine wachungaji wanaweza kataa kukufunza ama kanisa hii ni ya kufunuliwa. Ndugu, kwa kufunuliwa hii kanisa yenye tunashiriki kwetu, tembea katika ufunulivu. Katika ufunulivu ni kanisa yenye naweza kukuletea kwa nini nyumbani kwenyu muko na katika familia, kwa nini kila mara muko kwa utegano tofauti kila mara? Kwa nini? Mimi wakati nilikaa chini nikajua kwa nini sisi kama katika familia hatusikizani, sisi katika familia tunakaa kama tukibishana. Nilijua Mungu alinionyesha nyumbani kwenyu muko hivi na hivi, nkajijua ndani mwako ndani mwangu, nkajijua Shaitani ndiye yako ndani mwetu, anatuletea kupigana kila siku. Juu wakati tunaweza kushikana, tukakuwa kitu moja, tunafanya kitu mzuri, tunaleta mawazo mzuri, tunawaziana mema. Lakini wakati Shaitani anaona mkikuwa kitu moja, mtawaza mema, na yeye atakubali mkuwe kitu moja. Lazima mbaki mkupigana, mbaki mkigombana, mbaki mkifanya vitu tofauti, mkibaki maroho za katani zinawazungukanga. Lakini wakati nilijua nti hizo ni maroho za kukataliwa, ni zenye zinatuzungukanga, tuko kwa giza sisi wote. Mimi mwenye nimetoka kwa giza lazima nashukuru Mungu wakati huu na wapigianga simu nikiwakumbusha kuomba. Dadangu ananiambianga mimi nilishaomba nimetoka, unajua nyumbani wanaendanga kwa shamba. Anasemanga nimeshaondoka kwa shamba, sasa wakati unajitayarisha na woga nimeshaoga naenda kwa maombi. Nasikianga furaha sana. Juu kama mimi singesimama, sisi wote tukibaki kwa giza, na wakati nimeokoka na mimi nikashukua wivu nikasema sitawaombea. Hakuna mwenye sitawaombea kufunguka. Hakuna mwenye angelisaidia. Walinifanyia hivi. Walikuwa wananifanyanga wakati wao wamechomoka kwa hiyo familia. Ukiondoka hizo giza, ukajua ukweli, funga ukiombea na wenzako, funga ukifungua familia yenu, funga ukikata hizo nira. Kama ni utegano fulani, kama ni ugomvi, kama ni nini, katika kwa ndoa, katika mara umeoreka, bako kiwaombea, bako kiomba Mungu awafungue, bako kiomba Mungu awaokoe, atawaokoa. Na utaenda kuwapigia simu, utapata mema. Asante. Ndio. Mstari wa 4 na tuko tunamalizia sababu naona muda si karibu na sisi. Mstari wa 4 anasema, inua macho yako utazame pande zote. Anasema inua macho utazame pande zote. Wewe ambao wenyewe wafalme wamekuja kwako, inua macho yako utazame pande zote. Wote wanakusanyana, wanakujia wewe, wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Unaona, ukishashimama vizuri, ndio nimezungumzia ati ukishaangaziwa, ndio ukishaangaziwa, anasema tazama sasa we ikala uangalie matendo ya Mungu yenyewe Mungu anakutendea. Ndio. Inua macho uangalie. Ndio.
Uangalie macho, utazame pande zote, uangalie vile watu wanakuja kwako. Uone vile baraka zinakujia. Uone vifungo vyote vilikuwa vinakimbia familia yako. Uone kama vitatu. Uone ile manguo yenye mlikuwa mmevaa sio wewe peke yako, katika nyumbani kwenyu, katika maro umeoreka. Jua ntina huyo mwenye umeoreka, kama unaona ndoa yenye vizuri endi vizuri, naye akwa na nguo yenye amevaa. Hiyo nguo kitoka tu upendo unaonekana. Mungu ni mzuri sana. Ni mema. Wote watakusanyana, watakujia wewe na wana wako, watakuja kutoka mbali. Wote wenyewe walikuwa mbali watakutafuta. Watakuja kutoka mbali na visanga vya dunia. Watabebwa nyongani. Mstari wa 5. Tuko tunamalizia mbio sababu muda sio karibu. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka na kukujuka, kwa kuwa wingi wa bahari utauzwa kujia. Utajiri wa mataifa itakuwa silia. Unaona vyote vyenye vilikuwa shetani alikuwa ameficha, alikuwa amewanyang'anya katika familia yenu, katika familia vitakuja vyenye ameficha, vyenye amenyang'anya vyote vitaonekana. Lakini vitakuja wewe bila kusimama, mwenye umetoka kwa familia. Kama hujaona nuru, ukipata nuru tu hivi na wenzako na waombe, utakuja kusikia fulana ameokoka, fulana ameokoka, fulana ameokoka. Sasa hapo shetani hata baki katika familia, hapa ameanza kuzimika. Hapo inaonyesha tena mfano wakati Mungu alikuwa anaumba, giza lilikuwa, Mungu hakuweza kufanya yoyote. Lakini Mungu alipoangazia, aliposema nuru ikuwe, nuru ilikuwa. Alifanya kila chochote. Ndio. Alikifanya katika nuru. Ndio. Hakufanya katika giza. Na nakwambia leo ukikuwa katika nuru, ile nuru tumezungumzia ya kwamba ile nuru ndiye Yesu Kristo aliyekuangazia, aliyekuja kutuangazia atutoshe katika giza. Hii yote itakufikia, baraka zako zitaonekana. Vyenye vilikuwa vimefichwa gizani vitaweza kuonekana katika nuru, na watu wataweza kuchukua kwako baraka kwako. Utaangazia nchi yako. Ndiyo. Utaangazia familia yako. Ndiyo. Utaangazia nyumbani mwako, kijiji chenyu, mke wako. Wewe mwanamke, kama wewe umetoka kwenu umefika kwa Bwana, utakuwa mwangaza juu mbele ya Bwanako na familia, utakuwa mwangaza mbele ya familia yako. Utaona Mungu atawatendea. Hawezi kuja kwa Mungu utarudi bure. Anasema mstari wa 6, na wingi wa ngamia watakufunika. Ngamia, vijana, Watamidiani, wa Efa, wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Ndio. Unukishapata tena narudisha, watu wakishapokea nuru kwako, utukufu watarudishia kwa nani? Kwa Mungu. Ukisha shimama vizuri, unaombea taifa lako, unaombea nyumbani mwako, unaombea watoto yako, unaombea mume wako, mke wako. Ndiyo. Ile utukufu wa Mungu itaanza kuonekana wakati matendo yako tenda. Anasema Mungu asifiwe. Mungu asifiwe kwa ajili ya mtoto wako. Asifiwe tena. Mungu asifiwe kwa ajili ya ndugu ya Bwana fulani. Asifiwe zaidi sana, sababu utukufu wa Mungu itaanza onekana katika nchi yenu, amani itaonekana. Asifiwe. Bwana Yesu awape sifa kabisa, apewe sifa. Asante. Kwa ajili ya neno ambalo natulisha leo, sababu kwa kutuambia tutoke katika giza turudi katika nuru. Basi wandugu wasikilizaji, tunafika kumwisho ya kipindi chetu. Tunashukuru kwa hii neno ambayo yenyewe Mungu anatupatia leo. Popote wewe uliyesikia, zidi kusoma na uzidi kufunuliwa zaidi sana. Utaweza kupata maarifa mingi, sababu kuna maarifa mazuri sana. Kuna chakula bora ya kulisha roho yako. Ndiyo. Wewe mwenye uko katika nuru.
Ndiyo. Usirudi wewe ingia katika nuru, usirudie tena katika giza. Wewe mwenye ulikuwa haujaingia katika nuru, ndio wakati yako sasa ya kurudi katika nuru. Kuja kwa Yesu Kristo, sababu yeye ndiye nuru, anakuja kuangazia wewe upate kutoka katika giza ili upate amani. Vyovyote vyenye unataka viko katika nuru. Hii ndio Yesu Kristo tunamtangaza katika magharibi ya leo. Amini uokolewe. Amini utangaziwe. Amini upate kusamehewa dhambi. Tunafika kumwisho wa kipindi chetu. Dada, kuna wengi wameguswa, wanasema leo na mimi nataka kutoka katika giza, sababu nilikuwa natembea katika giza. Ndio kwa maana mwizi akaenda kuiba, anaanza kuchungulia huko na huko, hata ikikuwa nuru hataki watu wamuone. Hata mzinifu alikuwa anatembea katika giza. Unaona giza inaingia, matendo machafu yanaenda itimilika, sababu mwenyewe alikuwa na taida anasema ndefanya hawanione katika giza. Hasa wewe tunakwambia ndugu msikilizaji, popote ulipo, nuru imekuja kwako. Hakuna ya kunena sema mimi sikujua. Toka katika giza uje katika nuru, sababu Yesu anatuhitaji sisi wote tumamini. Basi wote waliokubali, wanasikia wameguswa, wasikilishi watu na wapokee neno la Bwana, watuwe katika giza. Wakati tunatia majina, tia majina. Ai Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi Masena Mara uliye kufa na kufufuka. Ai Bwana Yesu, Bwana Yesu, uliye kufa na kufufuka. na kufufuka. Mimi Masena Mara, mimi Sibomana Vincent, nimeokoka kabisa. Ninaokoka kabisa. Yesu Kristo, nione huruma. Futa majina yangu. Ufute majina yangu kwa kitabu cha wafu. Uitoshe kwenye kitabu cha wafu. Uiandike kwa kitabu cha uzima. Ninakataa agano zote zenye walionifanyia, zenye nimejifanyia, na zenye zote nakataa. Katika kutoka kwa wajomba wangu, agano zote kutoka kwa babu, zote nakataa. Nakubali Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yangu. Naamini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naamini hivyo katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu uliyeziumba mbingu na ardhi, Baba, tunasema asante kwa neema yako na rehema zako kubwa ulituanjia tulipoanza pamoja nawe, tunamaliza pamoja nawe. Tunashukuru kwa wandugu wote wanaoguswa na neno hili ya nuru. Baba, tunasema jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa kwa ajili ya upendo wako mkuu uliweza kutujalia, ukatoa mwana wako wa pekee ili atakayemwamini asipotee mbali apate uzima na milele. Baba, tunakushukuru kwa Roho Mtakatifu wako aliyekuja anaweza kutufundisha tena neno hili ili tupate kutambua na kujua ya kwamba jinsi tunaweza toka katika giza na kuingia katika nuru. Baba, tunasema asante kwa neno lako, sababu neno lako ndio nuru. Ndio kwa maana tunakuomba mtakatifu mwema, mfalme wa wafalme, ndugu wote wanaopokea neno hili Baba, wakubali, wabariki, wajalie Roho wako wajaze, watie nguvu, walinde na kuwaepusha majaribu na mitego ya shetani. Wapiganie vita zote zinazoonekana zinazoonekana, kuangusha Dagoni na kila mipango ya Dagoni kwa uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Ndio tunaombea amani, ulinzi na ukingo wako kutoka kwako Baba, na baraka zako kubwa zenye kutoka katika baba yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo zikae pamoja nao zikiwazunguka milele na milele. Amina. Mungu awabariki. Ndio. Asante.